Hatua ya ufunguzi wa kituo hiki ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuimarisha haiba ya mji wetu wa Zanzibar na kutoa huduma bora za usafiri wa kisasa kwa wananchi wake. Ndugu zangu, mnaweza mkadhani kwamba shughuli yetu ni ndogo. Ni kweli ni ndogo kwa sababu mabasi ni machache, lakini huu ni mwanzo wa mambo makubwa sana ambayo yanakuja. Tulitoa ahadi kwamba tutafanya usafiri wa umma kuwa ni usafiri unaotumia umeme. Lengo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini kutoa huduma zilizokuwa bora za kisasa. Kwa hivyo leo wakati tunazindua mwanzo wa usafiri wa umma unaotumia umeme, hii ni hatua ya awali. Kama tulivyoambiwa, mabasi haya yanatarajiwa hatimaye kufikia mabasi 500. Mji wetu wa Zanzibar wote uhudumiwe na mabasi ya kisasa ya aina hii ambayo hayatumii diesel wala petroli, na uchafuzi wa mazingira tutaondoa. Lakini hatua ya usafiri wa mabasi ya umma kwa ya umeme utaendana na kubadilisha usafiri wa vyombo vya usafiri vyote vya serikali kutumia gari za umeme. Na baada ya hapo tutahimiza watu binafsi, sekta binafsi nao watumie vyombo vya usafiri vya umeme. Lengo ni kufanya zero emission, net zero. Zanzibar tuwe wa kwanza kuhakikisha kwamba usafiri wa vyombo vyote, viwe vidogo na vikubwa, malori pia, yote yatumie umeme, tuondekane na uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo leo nimefurahi kupata fursa hii ya kuja kuweka historia hii ya uanzishaji wa vyombo vya usafiri vya umma vinavyotumia umeme. Katika muda mfupi ujao tutaendeleza hatua hizi ili nchi nzima kwa ruti zote iwe na vyombo vinavyofanana na hivi ambavyo leo tunazindua. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, mtakumbuka wakati tulipofungua kituo cha mabasi Kijangwani na pia tulipofungua maegesho ya gari hapa Malindi, tulieleza kwa kina dhamira ya serikali ya kubadilisha usafiri wa umma kuwa wa kisasa zaidi. Tuliwaahidi wananchi kwamba serikali itahakikisha inaleta mabasi yanayotumia umeme ili kutoa huduma bora zaidi na salama kwa wananchi na kulinda mazingira ya nchi yetu. Leo namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kutimiza malengo yetu hayo na tupo hapa kushuhudia utekelezaji wa ahadi ile niliyoitoa kwenu. Mara nyingi ninapokuwa ninazungumza katika mikutano ya hadhara kama hivi, nikitoa ahadi, kuna wenzetu, watani wetu, huwa wanatoa maneno ya kukejeli kama vile hatutoweza. Lakini leo tuko hapa nawaambia yale tuliyoahidi ndio haya, na hayaishii hapa. Tuliahidi teksi za baharini zinakuja. Tuliahidi treni hapa Zanzibar inakuja. Kwa hivyo kwa wale ambao wana wasiwasi na kauli tunazozitoa, na si wasiwasi, fitina tu na husda, mimi nawaambia kwamba tunapotoa ahadi ni kwamba tunakuwa tumeshajipanga katika utekelezaji, na ndio maana leo tunakuja kifua mbele. Mabasi haya yanaonekana, vituo vinaendelea kujengwa, na tutaendelea kutekeleza ahadi zetu zote tulizozitoa ili Zanzibar ibadilike katika nyanja zote. Ndugu wananchi, mradi huu wa awamu ya kwanza utakuwa katika mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo tutaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa vituo vya kisasa ambapo mabasi yataanzia na kuishia kama tulivyoelezwa katika maelezo yaliyotolewa awali. Lengo la serikali ni kuwa gari zote zinazotoka nje ya mkoa wa Mjini Magharibi ziishie kwenye vituo vya nje ya mji, na kuanzia hapo
mabasi haya ya kisasa ya umeme yaanze kuchukua abiria na kutoa huduma ndani ya mji. Napenda nitoe wito kwa ZSSF muhakikishe kwamba vituo vyote vya mabasi vinavyoendelea kujengwa vinamalizika haraka ili mradi huu ukamilike kwa wakati, ili wananchi na wageni wanufaike na huduma hii. Aidha, nichukue fursa hii kukumpongezeni kwa uamuzi wa kuweka viwango maalumu mbalimbali vya nauli. Mngeweza kuweka nauli moja tu kwa kila mtu, lakini mmeona umuhimu wa kuweka viwango tofauti. Kwa wazee wetu wastaafu, watalipa nusu ya wanaolipa watu ambao wako kazini. Lakini watoto wetu wa skuli ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakinyanyasika sana kwenye vyombo vya usafiri, sasa wataweza kupata usafiri wenye kiwango kinachotakiwa kwa bei nafuu, nusu ya kiwango ambacho analipa mtu mwingine. Hongereni sana kwa uamuzi huu, na ni matumaini yangu kwamba vijana wetu wa skuli sasa watakuwa wana mazingira mazuri ya kupata vyombo vya usafiri bila kubughudhiwa, bila kunyanyaswa kwa sababu tu wanalipa kiwango cha chini kuliko watu wengine. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sote tumeshuhudia kasi ya ujenzi wa vituo vya mabasi hasa katika barabara ya uwanja wa ndege. Naomba wananchi muunge mkono jitihada hizi za serikali katika kuleta maendeleo ya nchi yetu, hasa katika sekta ya usafiri wa umma. Kila mtu aone fahari kwa jambo hili na awe mlinzi wa miundombinu ili dhamira ya serikali ya kuanzisha mradi huu iweze kufikiwa. Tunajenga vituo hivi katika maeneo mbalimbali, tena vituo vya kisasa kabisa. Ninaomba sana sote tuwe walinzi wa miundombinu hii mipya tunayojenga. Nachukua fursa hii kuwapongeza sana ZSSF na kampuni ya GRT kwa kufanikisha utekelezaji wa mradi huu. Na waomba muendelee kushirikiana ili kuhakikisha mnatimiza awamu nyingine zilizobaki za mradi huu. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, niliwaagiza ZSSF wahakikishe wanakijenga kiwanja cha mpira cha watoto kilichopo hapa kabla ya ujenzi wa kituo hiki. Nimefurahi kuona kwamba agizo hilo limetekelezwa na kiwanja hicho kimekamilika. Nawapongeza sana ZSSF kwa utekelezaji wa agizo hilo. Wito wangu kwa ZSSF ni kwamba mkikabidhi kiwanja hicho kwa wahusika ili waweze kukitumia mara moja. Kwa hivyo wizara inayohusika mpokee kiwanja hicho na mkikabidhi kwa wahusika, vijana wa hapa waweze kukitumia mara moja. Lakini nakumbuka wakati tulipokuwa na wazo hili la kujenga kituo hapa, kulikuwa kuna upinzani kidogo kutokana na waliokuwa wanacheza mpira hapa, timu ya Malindi na nyingine. Tukawaambia kwamba lengo letu sio kukuondoeni msicheze, tutatengeneza mazingira mazuri zaidi. Nafurahi kuwaambia sasa ule uwanja wetu wa Matumbaku pale unakaribia kukamilika. Tutawakabidhi ili waende wakacheze michezo yao katika eneo la Matumbaku. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wananchi wote wanaoendelea kutoa maeneo yao na wanaotoa ushirikiano ili kuhakikisha miradi yetu ya miundombinu inatekelezwa kwa wakati. Ni dhahiri kuwa miradi hii ikikamilika, uchumi wa nchi yetu na vipato vyetu vitaendelea kukua. Hivyo nawaomba muendelee kuiunga mkono serikali kwenye hatua hizi za kimaendeleo tunazoendelea kuzitekeleza. Natoa shukrani zangu kwa bodi ya wadhamini ya ZSSF, kurugenzi mwendeshaji na wafanyakazi wote wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Hili niliwahi kusema siku za nyuma. Nchi za wenzetu, mifuko ya hifadhi ya jamii ndiyo inayofanya miradi ya maendeleo katika nchi zao. Nimefurahi kuona na wakwetu unashiriki sana katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Hongereni sana na endeleeni na kazi hii. Natoa shukrani zangu vile vile
kwa wizara husika, Wizara ya Fedha na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kwa kusimamia vyema miradi yetu yote ambayo inaendelea. Darajani ya leo sio Darajani ile. Darajani ya leo ina maduka ya kisasa. Darajani ya leo ina maegesho ya gari ya ghorofa ya kisasa. Darajani ya leo ina kituo cha mabasi hiki cha kisasa. Darajani ya leo kama tunavyoona barabara mpya zinajengwa za kisasa. Kwa hivyo na mabasi vile vile ya kisasa. Sina shaka kwamba mji wetu wa Zanzibar utabadilika sana. Mwanzo kulikuwa kuna hofu kwamba ile heritage yetu itakuwaje, lakini mimi mara zote nikawa nawaambia huwezi kuwa kuna mji au mji mkongwe kama huu halafu ukakosa watu sehemu hata ya kupaki gari zao. Wakiingia wote huko na magari makubwa, tutaumaliza ule mji. Lengo na madhumuni ya vituo hivi, tufike sehemu magari yasiingie tena mji mkongwe, yaishie huku, kwa kuna magari maalumu madogo ya umeme ya kuingia mji mkongwe ili kuuhifadhi mji mkongwe. Napenda nichukue fursa hii vile vile niwapongeze wakandarasi wa kampuni ya Emirates Construction na mshauri elekezi wa kampuni ya OGM na wote walioshiriki kufanikisha mradi huu. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda niseme jambo moja dogo, kwamba serikali yenu sasa hivi inatekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi ya barabara nchi nzima, mijini na vijijini. Miradi ya hospitali za wilaya na mikoa na rufaa. Miradi ya ujenzi wa skuli za msingi, za maandalizi msingi na sekondari. Miradi ya masoko katika maeneo mbalimbali. Na sasa hivi tuko katika mradi mkubwa wa mji wa Afcon. Sasa nimemsikia bwana mmoja hivi akiponda kwamba mji wa Afcon tunatumia fedha nyingi wakati matokeo hayatokuwa makubwa, kwamba Afcon haitorejesha fedha. Kwanza, fedha zilizotajwa si sahihi, si kweli kwamba tunatumia trilioni 1.4. Uzushi mtupu. Ndugu zangu, kwa wasiojua, mradi wa ujenzi wa uwanja wa michezo kwa ajili ya mashindano ya Afcon una gharama ya dola za Kimarekani milioni 150, ambayo ni kama bilioni 300, sio trilioni 1.4. Na si uwanja wa mpira tu, kuna uwanja wa mpira, kwa viwanja vidogo vya mazoezi, kuna bwawa la kuogelea la Olympic size, kuna miradi kadhaa pembeni yake. Lakini hatuishii hapo. Tunajenga mji, hatujengi uwanja wa mpira. Pembeni kutakuwa kuna nyumba za makazi, kutakuwa kuna hoteli, kunakuwa na kumbi za mikutano. Ule utabadilika kuwa mji wa maendeleo wa kisasa. Sasa kama mtu hajui faida ya hayo, nataka nimweleze. Faida ya michezo, huu tunaita utalii wa michezo. Idadi ya watu watakaokuja Zanzibar itaongezeka. Wenye hoteli watapata wateja, wenye mikahawa watapata wateja, watu wa teksi watapata wateja, uchumi utakuwa. Na ndivyo wenzetu wanavyofanya leo katika kugombea kuhost iwe kombe la dunia au la Afrika, kombe lolote, watu wanashindana na fedha nyingi zinatumika, si bure, kwa sababu mashindano yanaleta zaidi ya ule mchezo unaochezwa. Mashindano yanaleta ujenzi wa miundombinu. Leo ukitoka mjini kwenda Fumba, barabara zitakuwa 6, ya kwanza toka historia ya nchi hii, barabara lane 6. Sasa unapomsikia mtu anasema hii haina faida, unajiuliza kweli hajui au ufisadi tu? Au mtu anatoa mfano, anasema tunakwenda kujenga viwanja vya mipira wakati hatuna maji. Hana habari. Kuna mradi mkubwa sana wa maji kaskazini Unguja ambao utahakikisha watu wote wanapata maji kaskazini yote, na sasa hivi contractor yuko kazini, mradi unaendelea. Hana habari. Tushazungumza na kampuni ambazo zitajenga mradi mkubwa wa maji, dola karibu milioni 200 kusini Unguja yote.
hana habari kwamba kuna kontrakta tayari yuko Pemba anaendelea na mradi wa maji. Mimi nasema haya sidhani kama hawayajui. Nadhani wakipata nafasi ya kusema huwa wanasema kupotosha umma. Nataka nikwambieni ndugu zangu wananchi, hakuna mradi ambao haufanyiki. Si hospitali, si skuli, si barabara, si maji, si umeme. Kila pahali kuna contractors wako kazini na miradi inaendelea. Sasa kwa maneno yao wanayoyasema, kama wanadhani watanipunguza spidi, na waambia wamekosea sana. Tutaendelea na kasi ya ujenzi wa miradi katika awamu hii ya pili ya serikali ya awamu ya 8. Kasi yetu itakuwa kubwa kuliko awamu ya kwanza. Hiyo ndo taarifa ninayowapa, na nataka niwaambie maneno yao waendelee kusema, madamu dhamira yangu hainihusuti kwa tunachokifanya. Hata siku moja sijawahi kukaa kujiuliza hivi haya ninayoyafanya ni sahihi, kwa sababu ninatambua ni sahihi na ni maslahi ya wananchi. Ndugu wananchi, nasema kwamba hapa ni kazi tu. Tutaendelea na ujenzi kama ninavyosema, na yale maneno ya kwenye kanga nitawaachia wao. Maana uhodari wao uko hapo, kila mtu afanye lile ambalo ana uhodari nalo. Sitosikiliza maneno hayo wakidhani kwamba tutapunguza spidi. Sisi tutaendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali kwa manufaa ya wananchi wa Zanzibar, na historia itakuja kutuhukumu. Ndugu zangu, ndugu wananchi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda nihitimishe hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Aidha, nawashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi katika kufanikisha shughuli yetu hii. Shukrani maalumu nazitoa kwa shekhe wetu aliyetusomea dua, wasanii wetu kwa kutupatia burudani ya ngoma, brass band ya chuo cha mafunzo, na vijana wote wa hamasa kwa kutusajilishia shughuli yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, umoja na mshikamano, na atuwezeshe kutekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa mafanikio zaidi. Baada ya kuyasema haya, sasa napenda kutamka kuwa kituo hiki cha mabasi hapa Malindi na usafiri wa mabasi ya umeme vimezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikia.